Zilianza timu 16 katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambako wote wameweza kuondoshwa na hatimaye zimebakia timu mbili tu ambazo ndo zimetinga katika hatua ya fainali. Timu hizo ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini dhidi ya AS FAR kutoka nchini Morocco, ambao hawa ndio watakwenda kukipiga katika mchezo wa fainali wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunakwenda kuangazia mchezo huu kinagaubaga katika upande wa takwimu, lakini pia kuzungumzia katika nani ambaye ana asilimia kubwa ya kuibuka na ushindi katika mchezo huo wa fainali. Naitwa Leopard John, niko hapa na Ali kwenda kukuzungumzia kile ambacho kinakwenda kuonekana katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani huu, hasa katika mchezo wa fainali ya msimu huu moja kwa moja. Ali, Mamelodi Sundowns wamefuzu katika hatua ya fainali sambamba na AS FAR kutoka nchini Morocco. Msimu huu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, tutegemee mchezo wa fainali wa aina gani, hasa kwa jinsi ambavyo umeziangalia timu zote mbili zilivyokuwa na mwenendo kuanzia hatua ya makundi? Kiukweli utakuwa ni mchezo mgumu sana. Utakuwa ni mchezo mgumu sana. Ukiangalia FC FAR Rabat ni timu nzuri tokea michuano hii inaanza. Imecheza mchezo mzuri sana katika hatua ya makundi, hatua ya mtoano imekuwa na kiwango bora sana. Vile vile ukiangalia Mamelodi Sundowns imekuwa ni timu bora sana kuanzia hatua za awali inaanza. Yaani timu ambayo ilikuwa na muendelezo kiwango bora sana. Mechi ya nusu finali iliyopita wamecheza mpira mzuri sana. Yaani timu ambayo kiukweli msimu huu inaonekana kabisa dhamira yake ni ubingwa. Yaani ni timu ambayo inaonekana imeshajipanga kuanzia hatua ya awali mpaka sasa hivi hatua ya finali. Kiukweli ni mchezo ambao utakuwa ni mchezo mgumu, mchezo wa mbinu sana, lakini ni mchezo ambao utakuwa yani wa kuvutia kwa pande zote mbili. Sawa, ipi nafasi ya Mamelodi Sundowns katika kuchukua ubingwa, kwa maana wamekuwa na ukame muda mrefu? Mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2016 chini ya mwalimu Pitso Mosimane. Msimu huu unaiona ikiwa na huo uwezekano moja kwa moja? Uwezekano huo upo, lakini sio rahisi kwa sababu unajua hiyo ni finali. Of course. Na timu zote mbili kila mmoja ashafika finali na baada ya mechi hiyo hamna mechi nyingine. Kwa hiyo na timu za Kiarabu mara nyingi huwa mchezo wa finali wanacheza kimkakati sana. Yaani wanaweza hata wakakaa nyuma tu wakapata goli lao moja na mechi ikaishia hapo hapo. Na ukiangalia jinsi ya uchezaji wa Mamelodi Sundowns, ni uchezaji ambao yani lazima wanakutafuta, wanakupiga pasi huku, wanapeleka winga, wanatafuta mpaka wanakufunga. Kwa hiyo ukiangalia mchezaji wao jinsi wanavyocheza na timu za Kiarabu, ni timu ambazo zinacheza mpira wa kimkakati. Yaani hazichezi tu mradi zicheze. Wanajua kabisa hii ni finali, huu mchezo unatakiwa tuchezeje. Lakini kwa upande wangu mimi nawapa nafasi sana Mamelodi Sundowns. Ni timu ambayo ipo vizuri na kiwango kizuri, naona wakifanya vizuri katika mchezo. Sawa, tuzungumzie pia AS FAR Rabat ambao katika kufika kwao finali wamekuwa na safari ngumu kuanzia kwenye hatua ya makundi. Walikuwa kundi moja na Young Africans, katika hatua ya robo finali, nusu finali amemtoa RS Berkane ambaye ni bingwa mtetezi kwenye kombe la shirikisho. Nafasi yake ni ipi hasa katika kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu? Kiukweli ukiangalia mara nyingi timu za ubingwa huwa ndo zinakuaga. Yaani inakuaga inapita katika njia ngumu. Of course. Yaani ndo mara nyingi timu za ubingwa zinakuaga hivyo, yani inapitia misukosuko katika ushiriki wake kuanzia hatua ya makundi, hatua ya robo finali, nusu finali mpaka inafika finali. Ukiangalia FAR Rabat ni njia zile zile ambazo imepita katika njia ngumu sana. Yani hata kwenye upitaji wake wa hatua ya makundi kwenda hatua ya 16 bora, unaona kabisa imepitia changamoto, lakini imepambana, imefight mpaka imefika finali. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ngumu na Mamelodi Sundowns wanatakiwa wajiandae tu kwa chochote kitakachotokea kwa sababu ni mchezo ambao utakuwa ni mchezo mgumu sana. Sawa, tuzungumzie ushiriki wa hizi timu mbili kwa sababu tunafahamu bingwa wa mashindano haya moja kwa moja anakata tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu mwaka 2029. Binafsi yako hasa ukiziangalia timu zote, timu gani ambayo unaona yes katika maandalizi yake wana huo uwezekano wa kuqualify katika hayo mashindano? Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns kwa sababu yani ni timu ambayo ina uwezo kutuwakilisha Afrika. Yani timu ambayo imejiandaa, yani ipo vizuri, ina timu nzuri, ina uongozi mzuri, yani ipo vizuri kiuchumi, yani ipo vizuri kila engo. Ni timu ambayo yani ina uwezo wa kutuwakilisha vizuri Afrika na timu ambayo yani ilishajiandaa. Hata ukiangalia michuano iliyopita ya kombe la dunia la vilabu, ni timu ambayo ni sawa haijapata ushindi kwenye mechi zote zilizocheza, ilipata mechi na hisi ilipata sare. Lakini ni timu ambayo unaona kabisa hii kidogo at least kwenye timu zote ambazo zimeshiriki kombe la dunia la vilabu, unaona kabisa kidogo at least hii Mamelodi Sundowns ni timu ambayo kidogo ina mwelekeo mzuri. Kwa hiyo naona Mamelodi Sundowns ni timu ambayo kiukweli ni timu ambayo itatuwakilisha vizuri katika kombe la dunia. Sawa, kitu gani cha tofauti ambacho tukitegemea katika mchezo huu wa finali wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu?
Kitu cha tofauti ambacho tunakitegemea, unajua watu wengi na imani watakuwa hapa Mamelodi Sundowns ndio watachukua ubingwa. Hata wewe mwenyewe pia. Hata mimi mwenyewe, lakini kiukweli kitu surprise ambayo mimi naitegemea ni FC FAR Rabat. Yaani umempa Mamelodi lakini bado nina hofu, yani bado nina wasiwasi kwa sababu nawajua Waarabu jinsi gani ambavyo wanajua jinsi ya kuzicheza mechi za finali. Sasa ukiangalia mechi kama hii ambayo ni mechi ya mwisho, kiukweli itakuwa surprise, lazima itapatikana kwenye mechi hiyo. Sawa, surprise ndio kitu ambacho watu wengi wamekuwa wanakifikiria kwamba huenda kikatokea katika mchezo wa fainali ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini dhidi ya AS FAR ya huko nchini Morocco. Binafsi yangu mimi naamini utakuwa ni moja kati ya mchezo ambao hautakuwa rahisi kutokana na kile ambacho wote wamekionyesha kwa msimu huu. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na mchambuzi kinala Ali. Hadi wakati mwingine nikwambie tu kwaheri. Kwa sasa endelea kuwa nasi Anwar.